Tunzi tatu alizopewa mwanadamu. Cha kwanza akapewa uoni, apate kuona kilicho kizuri, apate kuona yale anaofaa kuonekana kwa kheri, na akampa usikivu apate kusikiliza kile chenye kheri, na akampa nyoyo apate kuzingatia kilicho kizuri. Kwa mantiki hiyo, hapa ndo tunapoondokea na ujinga wetu, tukakubaliana kwamba kwa mantiki hiyo Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu kutoka kwenye tumbo hajui kitu. Sasa kama hajui kitu, maana yake tukubaliane kwamba al-ilmu kabla al-amal. Matendo yoyote unayoyafanya yawe kabla ya kuifanya, lazima uwe na elimu nalo, na ni utaratibu ambao alianza yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, ambao Mtume Muhammad anatueleza kwa kina kwamba inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalama faqala lahu uktubu ya rabbi wa madha aktubu faqala uktubu maqadira kulli shay'in hatta taquma saa. Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba kitu chochote, angalia umuhimu wa elimu. Sasa hapo ndo tunaanza taratibu, tutaelewana vizuri. Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba chochote, cha kwanza aliumba kalamu, akaiamrisha kalamu andika. Kalamu ikamwambia niandike nini? Mimi sijui kuandika. Mwenyezi Mungu kwa ufundi wake akamwambia andika makadirio ya kila kiumbe kuanzia leo mpaka kiyama. Manake umuhimu wa kalamu na umuhimu wa elimu alianza yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya anakuthibitishia Mtume Muhammad. Na hii imetokana vipi? Kataballahu al-maqadir al-khalaiq kabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sana. Na hii Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba yeye ameweka records before, maandiko yake yako kabla. Alishatengeneza makadirio ya wanadamu miaka 50,000 kabla ya kuumba chochote, kabla ya kuumba mbingu saba wala ardhi saba. Mwenyezi Mungu kashafanya nukuu yake kwa kutumia kalamu, makadirio ya kila mja. Na ndio kwa maana katika utaratibu wake Mwenyezi Mungu aliojiwekea akatengeneza namna ya kuanza ule wema kwa kutengeneza elimu kwa mja wake ambaye alimpenda wa kwanza, ambao tutakuja kumzungumza hotuba ya pili, lakini hapa twende moja kwa moja kwa Mtume Muhammad. La kwanza, Mtume aliandaliwa kuwa mkarimu, mpole, mwaminifu, mtiifu, msikivu, mwenye tabia njema mbele za watu, na hata akiwa